Yesu asifiwe na kusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Ninayesema nawe wakati huu popote pale ulipo, ninaitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, usharika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly. Kanisa hili liko jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, maeneo ya Goba. Mke wangu anaitwa Loveness. Bwana ametupa neema ya kumtumikia yeye kama wachungaji katika majira na nyakati hizi. Ninakushukuru sana kwa kufuatana nami katika mfululizo wa vipindi ambavyo nimekuwa nikikuletea kupitia NYTV, TV yetu pendwa sana yenye vipindi vizuri vya neno la Mungu. Na kuomba endelea kufuatana nami kwa kila mara ambapo nitakujia kupitia channel hii, lakini endelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia NYTV na Mungu akubariki sana. Ninaendelea na mfululizo wa somo letu. Kama utakuwa na swali lolote, una jambo lolote ungependa kushiriki pamoja nami, namba zangu za simu ziko hapo chini zinapita. Tafadhali utanicheki kupitia namba hiyo. Kama ni swali, kama ni comment yoyote, kama ni unahitaji maombi, ushauri na kadhalika, namba hizo zinafanya kazi kwa njia ya kawaida, lakini kwa njia ya WhatsApp pia. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Lakini pia kama uko Dar es Salaam na ungependa kushiriki nasi pamoja ibada, tafadhali ratiba zetu za ibada zitaonyeshwa kwenye bango hapo. Ninaomba uzifuatilie na tafadhali lifanye hili kuwa kanisa lako pendwa, na Mungu atakubariki sana. Tayari ninatamani sasa twende kwenye neno la Bwana na kuombea neema ya Kristo, moyo uliofunguka kwa ajili ya mafundisho, lakini kiu ya neno la Mungu kwa kadri unavyoendelea kufuatana nami. Mtiririko wa somo letu ambao unaendelea ni karama za Roho Mtakatifu. Nilikujia katika sehemu ya kwanza, nikaweka utangulizi wa somo hili, nikakujia katika sehemu ya pili, nikaendelea kuweka msingi mzuri na kuliendelea kuliboresha somo, na leo ninakujia tena kupitia sehemu hii ya tatu. Andiko letu la msingi linapatikana katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 12 yote. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 yote, lakini ukipata muda zaidi soma na sura ya 13 na sura ile ya 14. Sasa kwa sababu ya muda mimi nitasoma tu Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12. Nitasoma mstari wa kwanza, kisha mstari wa 4 mpaka wa 7, kisha mstari wa 8 mpaka wa 11. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ule mstari wa kwanza: basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mstari ule wa 4: basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho au karama za Roho Mtakatifu kwa kufaidiana. Mstari wa 8 mpaka wa 11 Biblia inasema: maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule moja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo moja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Unayenisikiliza wakati huu, nimesoma katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa kwanza, nikavuka nikaenda mstari wa 4 mpaka wa 6, nikaja nikasoma wa 7, alafu nikaendelea wa 8 mpaka wa 11. Maandiko haya matakatifu
yanazungumza habari ya karama za Roho Mtakatifu. Nilishaeleza katika sehemu ya kwanza na ya pili muktadha au mazingira ambapo kitabu cha Wakorintho wa kwanza kimeandikwa. Ninaomba nikukumbushe tena, kwa sababu hiki ndicho kitabu chetu cha msingi. Alikuwepo mtu mmoja aliyejulikana kama Sauli, baadaye alikutana na Kristo Yesu akaokoka, na huyu ndugu kwa jina lingine anaitwa Mtume Paulo. Maandiko yanaeleza kuokoka kwake katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Tunaambiwa Paulo alipookoka aliombewa na ndugu mmoja anaitwa Anania, akajazwa Roho Mtakatifu, akaponywa macho yake, kisha akaenda akabatizwa. Na baada ya mafundisho na mafunzo ya kutosha, Paulo huduma yake iliendelea kuwa bora. Hatimaye baadaye akawa mmoja wa manabii mashuhuri au mitume waliotikisa kwa nyakati zao, walioandika historia ambayo mpaka na leo tunayo. Na tunaposoma habari za Paulo, tunajifunza ya kwamba alifanya huduma na safari kadha wa kadha za kimisionari. Anayo safari ya kwanza ya kimisionari aliyoifanya katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mpaka sura ile ya 14, inayokadiriwa kuwa ilifanyika mwaka 46 mpaka 48 baada ya Kristo. Lakini safari ya pili ya Mtume Paulo nayo ilifanyika na inaonyeshwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 16 mpaka 18. Na hapo ndipo ambapo tunakuta kuzaliwa kwa kanisa la Wakorintho. Tunayo safari ya tatu ya Mtume Paulo ya kimisionari iliyofanyika katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 19 na ya 20, na safari ya 4 iliyofanyika sura ya 21 mpaka 28. Katika safari zote za kimisionari, katika safari zote za kitume, Paulo alimtangaza Kristo. Paulo alimhubiri Kristo, na wengi waliokoka wakawa makusanyiko matakatifu, au kwa lugha nyingine wakawa kanisa la mahali pamoja. Na katika safari yake ya pili ya kimisionari, Mtume Paulo alilianzisha kanisa la Wakorintho. Korintho ni mji ambao ulikuwa mashuhuri sana nyakati zake, na yasemekana ulikuwa kati ya top 3. Ulikuwa ni kati ya mji wa pili au wa tatu kwa ubora, idadi ya watu, lakini kwa harakati nyingi zilizokuwa zinaendelea katika mji ule. Na ndipo ambapo Paulo akafika ule mwaka wa 50 mpaka 52, akakaa nao hawa watu, akahubiri habari njema kwao. Wengi wakaokoka wakaja kanisani. Mwaka wa 50 mpaka 52 ni kama miaka miwili au miwili kasoro amekaa pamoja na watu hawa, na ndipo sasa Mungu anamtuma kwenda safari yake ya tatu ya kimisionari. Maandiko yanasema ya kwamba Paulo alikuwa anaenda hapa na pale akihubiri habari njema za Kristo Yesu, kama ambavyo wewe na mimi pia tunaagizwa kupeleka habari njema. Na wakati huu unaponisikiliza popote pale, nataka nikwambie wewe ni mtumishi wa Mungu, na wewe ni mtu ambaye Mungu anataka kukutumia katika jina la Yesu Kristo. Popote pale unaponisikiliza, kama Mungu alimtumia Paulo, anaweza kukutumia na wewe katika jina la Yesu. Kama Mungu alimtumia Paulo, anaweza kukutumia na wewe kutenda mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kama unanielewa, sema tena amen. Maandiko yanasema ya kwamba Paulo akafika katika mji wa Korintho. Alipoondoka baada ya miaka miwili kukaa nao, alipoondoka miaka miwili mitatu baadaye, hawa wa Korintho wakaanza kukutwa na changamoto mbalimbali katikati ya kusanyiko lao. Wakaanza kukutwa na migogoro iliyokuwa imejengwa katika misingi ya wahubiri waliowahubiria. Wakaanza kukutwa na kashfa nzito za zinaa ambazo hazikuchukuliwa hatua miongoni mwao. Lakini walikuwa na tatizo la ndoa na familia. Ndoa zao zilikuwa zina talaka nyingi, na hawakuwa na msimamo wa kibibilia juu ya mambo ya ndoa.
Wakorinto walikuwa na tatizo la kimaadili. Wanakopeshana, wanadaiana, wanaibishana mbele za watu, na ndipo sasa wakawa wanalichafua kanisa la Kristo. Lakini tatizo lingine la Wakorinto lilikuwa ni matumizi mabaya ya meza ya Bwana. Walitumia vibaya meza ya Bwana, walitumia vibaya vipawa na karama alizopewa, walitumia vibaya uhuru wa Kikristo, lakini walikuwa wanafundishwa potofu juu ya ufufuo wa waaminio, yaani kufufuka na maisha baada ya Kristo. Sasa baadaye wakatuma waraka, wakatuma barua kwenda kwa Paulo popote pale alipo, ili aweze kusahihisha makosa yao. Kwa hiyo waraka au barua waliotuma ilikuwa ni barua ya kuuliza majibu juu ya maswali ya kiimani au ya kimwenendo walionayo. Na wakati Paulo anajiandaa kujibu barua yao, familia moja kutoka miongoni mwao ikahamia katika mkoa au wilaya au eneo ambalo Paulo alikuwa anaishi kwa nyakati hizo, akiwa katika safari yake ya 3 ya kimisionari, na inasemekana ilikuwa ni familia ya mzee Chloe. Maandiko yanatuambia ya kwamba Paulo akakutana na ile familia, akaelezwa mambo yalivyo, ndipo akachukua jitihada za makusudi za kuandika barua ambayo inaenda kujibu maswali walionayo. Kwa hiyo waraka wa mtume Paulo kwa hawa wa Korinto ulikuwa ni waraka wa matatizo ya kanisa na utatuzi wake. Ni barua inayoeleza jinsi ambavyo matatizo ya kanisa yanaweza kutatuliwa. Anajibu hoja za hawa watu ambao walikuwa wamebanwa na wanahitaji msaada. Na maandiko yanatuambia ya kwamba Paulo akaanza kushughulika na yale mambo ambayo alikuwa ameambiwa na familia ya Chloe. Sura ya 1 mpaka ile ya 7 unapofika, yuko anashughulika na matatizo aliyohadithiwa. Lakini kuanzia sura ya 7 na kuendelea, anashughulika na matatizo ambayo aliandikiwa barua na baraza la wazee. Na mimi nataka nikwambie, wakati unaponisikiliza, kama waraka huu uliweza kuwafaa wa Korinto kwa wakati ule, unaweza ukakufaa na wewe katika jina la Yesu. Maandiko anasema ya kwamba yale mambo yaliyowapata wenzetu waliotutangulia yameandikwa katika maandiko matakatifu, ili yakawe mfano na fundisho kwetu, ili mimi na wewe pia tusiingie katika tatizo hilo tena. Na kukumbusha, mimi naitwa mchungaji Kabuta wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, usharika wa DPA. Kanisa liko jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, maeneo ya Goba. Namba yangu ya simu iko hapo chini inapita. Unalo swali lolote, unalo comment yoyote, tafadhali tuwasiliane, na Mungu akubariki sana. Ninafundisha kwa habari ya karama za Roho Mtakatifu. Ninaeleza juu ya hatua moja baada ya nyingine katika utumishi wako, na jinsi ambavyo Mungu anaweza akakutumia katika kuinua karama zako na katika kugusa mwili wa Kristo. Maandiko yanatuambia Paulo akaandika waraka kwa Wakorinto ili kutoa majibu juu ya maswali yao. Na moja ya changamoto aliyokuwa anashughulikia ilikuwa ni changamoto juu ya karama. Wakorinto walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu. Wakorinto walikuwa wameokoka sana. Wakorinto walikuwa na vipawa na karama. Wakorinto walikuwa wanamtumikia Bwana, lakini tatizo lao lilikuwa ni tatizo la kufahamu na tatizo la kimaadili. Wanaofahamu lakini mdogo juu ya karama. Paulo anawakumbusha katika sura 12 mstari wa 1 katika barua yake ya kwanza ya kwamba kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Manake Mungu anataka watu hawa waelewe karama za Roho zinavyotenda kazi. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, uelewa wako inuke sasa katika jina la Yesu. Maarifa yako yainuke sasa katika jina la Yesu. Neema ya Kristo ikukuze sasa katika jina la Yesu. Kama unanielewa sema tena amina. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba katika mstari ule wa 4 sasa, mstari wa 4
Anasema basi pana tofauti za karama, lakini Roho ni yule yule moja. Maana yake ziko karama mbalimbali, lakini anayezitoa ni Roho Mtakatifu moja. Kisha anaendelea mstari ule wa 7, anasema na karama hizi zinatolewa kwa kufaidiana kwa manufaa ya umma, kwa lengo la kujenga mwili wa Kristo, sio kwa ajili ya manufaa ya fedha, sio kwa ajili ya wewe kujijengea umaarufu, bali kwa ajili ya manufaa ya mwili wa Kristo. Hilo ni jambo ambalo ninatamani sana wote tulielewe. Huduma yoyote uliyopewa, iwe ya kuimba, iwe ya kuhubiri, iwe ya kuombea watu, iwe ya kutia moyo, iwe ya maombi na maombezi, Mungu amekupa hiyo huduma kwa manufaa ya umma, kwa manufaa ya mwili wote wa Kristo. Unanisikiliza, ninazungumza habari ya karama za Roho Mtakatifu, na mara ya mwisho nilisema ya kwamba karama za Roho Mtakatifu zimegawanyika katika makundi makubwa matatu. Nikaeleza ya kwamba kundi la kwanza ni karama zile za ufunuo, ambapo kazi yake ni kufunua mambo yaliyofichika. Kundi la pili ni karama zile za nguvu au za madhihirisho, ambazo zinafunua nguvu na uweza katika Kristo. Na kundi la tatu ni karama za usemi, karama za lugha, ambazo kazi yake ni kama kufanya mawasiliano katika ufalme wa Mungu. Katika kipindi hiki nitakaa na kuzifafanua karama kubwa tatu ambazo zinaangukia katika kundi la kwanza. Kundi la kwanza la karama ni karama za ufunuo, ambapo zipo tatu, yaani neno la hekima, neno la maarifa, pamoja na kupambanua roho. Karama ya neno la hekima, karama ya neno la maarifa, pamoja na karama ya kupambanua roho zinazotenda kazi. Nitasoma ule mstari wa 8. Mstari wa 8 wa Korintho wa kwanza sura ya 12, Biblia inasema maneno haya. Biblia inasema maneno haya: maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule, mwingine imani katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Alafu mstari wa 11 unasema lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mmoja peke yake kama apendavyo Roho Mtakatifu. Kundi la kwanza, karama za ufunuo. Karama za ufunuo ni karama zinazofunua mambo, zinazoweka bayana mambo yaliyofichika, zinazoeleza mambo yanayoendelea. Na hizi ziko tatu. Ya kwanza ni neno la hekima, ambayo imetajwa katika ule mstari wa 8. Nini maana ya neno la hekima? Neno la hekima ni uwezo wa kimungu ndani ya mwamini unaomwezesha kuamua ama kutumia kitu au kweli fulani kwa usahihi au kwa manufaa bora ya mwili wa Kristo. Neno hekima linatokana na Kiyunani logos. Neno hili lina maana ya Kristo au neno la Kristo, au lina maana ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo neno la hekima maana yake ni hekima ya Mungu, ni hekima isiyo ya kawaida, ni hekima ya ziada, ni hekima kutoka kwa Mungu mwenyewe. Hii ni zaidi ya hekima ya asili, ni hekima ya kimungu, ni ufunuo wa hekima ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Na karama hii ni mali ya Mungu na haitoki kwa mwanadamu. Wewe ambaye unanisikiliza katika majira haya, ninaomba nikukumbushe ya kwamba kuna hekima ya kawaida na kuna busara ya kawaida, lakini neno la hekima ni karama maalum anayoitoa Mungu, anaiachilia juu ya mtu wake aliyemkubali kwa ajili ya jambo hilo. Na karama hii mara nyingi inatolewa kwa mtu ambaye ameokoka,
amejaa Roho Mtakatifu, amejiachilia kwake Mungu kwa ajili ya matumizi yake, na mtu huyu anapotumika, anatumika kwa manufaa ya mwili wa Kristo au kwa ajili ya kuleta heshima, utukufu na manufaa mapana ya ufalme wa Mungu. Hekima, neno la hekima ni uwezo wa kimungu wa kutatua changamoto ambayo kibinadamu imeshindikana. Ni hekima ambayo Mungu anaiweka kupitia Roho Mtakatifu ndani ya muamini kwa ajili ya hitaji maalum, wakati maalum. Tunaipata karama hii sio kwa kusoma wala kwa maisha marefu wala kwa experience ya maisha, bali kwa kupewa na Roho Mtakatifu, na lengo lake ikiwa ni kulisaidia kanisa katika majukumu yake, yaani kulijenga kanisa na waamini wote. Kusudi ni kujenga mwili wa Kristo. Katika jina la Yesu Kristo na kuombea Mungu akuvike karama hiyo popote pale unaponisikiliza, katika jina la Yesu. Na kuombea Bwana akuvike mamlaka yake, hekima yake, katika jina la Yesu. Ukatazame kwa namna ya tofauti kila tatizo linalotokea hapo nyumbani kwako, hapo ofisini kwako, hapo kwenye jamii yako, katika mazingira yako yote. Usiwe mhanga wa kukosa hekima. Kama unapokea katika jina la Yesu, sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Karama ya neno la hekima. Tunaweza kuangalia mfano. Tunayo mifano kadhaa. Mfano mzuri ni katika Matendo ya Mitume ile sura ya 6. Matendo ya Mitume katika ile sura ya 6. Kanisa la kwanza la karne ya kwanza walikutana na changamoto katika wakati wao. Maandiko yanasema, na kanisa lilipokuwa likizidi kukua na kuongezeka, pakatokea manung'uniko ndani ya kanisa miongoni mwao, baina ya waaminio wa Kiyunani na wale wa Kiyahudi. Na maandiko yanasema mitume wakiongozwa na Petro wakawa na hekima isiyo ya kawaida, wakatoa majibu kwa tatizo lile. Petro akasimama akasema, sio sawa sisi kuacha kuhubiri madhabahuni, kuacha kulitangaza neno, tukaenda kugawa mitumba na kuhudumia watu kwa mahitaji yao. Maandiko anasema Petro akasema, kuanzia sasa tuchague mashemasi au viongozi kadhaa. Wakamweka Filipo, wakamweka Stefano pamoja na wengine walioweka vigezo na sifa. Nataka nikwambie wewe unanisikiliza na kunitazama, neno lile alikutoka kwa Petro pekee, bali ilikuwa ni hekima takatifu sana kutoka kwa Mungu. Ilikuwa ni hekima isiyo ya kawaida. Ilikuwa ni hekima iletayo majibu. Ilikuwa ni hekima iliyobeba majibu ya watu katika majira ya uhitaji. Maandiko yanasema, na neno lile likawa uponyaji. Wote wakasema, hakika huyu ni Bwana. Wakapiga kura wakawachagua kina Stefano na Filipo. Maandiko yanatuonyesha tatizo lingine likatokea katika kanisa wakati ule. Matendo ya Mitume sura ya 15. Kanisa likapata shambulio la ndani, shambulio la kiitikadi. Maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume sura ya 15, kukawa kuna tatizo la fundisho. Wanajiuliza, je, tuamini katika kutahiriwa kwa watu waaminio au wasitahiriwe? Maandiko yanasema wakajikusanya wale mitume, wakakaa chini, wakalitatua tatizo lile kwa hekima. Ninayo mifano mingi kama hekima ya Suleiman. Tunaelewa Suleiman alivyofanya utatuzi wa kosa lile, wakati wale wanawake wawili wanagombania yule mtoto aliyo hai. Hakuna ushahidi wowote, hakuna kupima DNA, lakini hekima ya kimungu ikaingia ndani ya Suleiman. Na mimi nakuombea hekima katika jina la Yesu Kristo. Nakuombea hekima katika jina la Yesu Kristo. Katika hitaji lolote ulilo nalo, Mungu akakutazame katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karama ya pili katika kundi hili la karama za hekima ni neno la maarifa. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8.
unazungumza habari ya karama ya neno la maarifa. Karama hii ya neno la maarifa maana yake nini? Maarifa maana yake ni kujua au kuelewa au fahamu juu ya kitu fulani. Ninaposema huyu ndugu ana maarifa juu ya kompyuta, maana yake anauelewa, anaufahamu au anajua vitu vya kutosha juu ya kompyuta. Kwa hiyo maarifa maana yake uelewa au ufahamu au kujua kitu fulani. Lakini sasa tunaposema neno la maarifa, tunapoielezea kama karama, ni uwezo wa kimungu wa kujua mambo yaliyo sirini, yaliyofichika, aidha kwa wakati uliopita au wakati uliopo au wakati ujao. Nini maana ya neno la maarifa? Ni uwezo wa kimungu unaoletwa katika maisha ya mwamini kupitia Roho Mtakatifu, na uwezo huu unampa mwamini kufahamu mambo ya sirini yaliyofanyika wakati uliopita, yanayofanyika wakati huu bila yeye kujua wakati uliopo, au yatakayofanyika katika wakati ujao bila yeye kufahamu. Yanaletwa kwake, ufahamu ule unaletwa kwake kimeujiza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni ufunuo wa ufahamu unaowekwa na Roho Mtakatifu kwa mwamini juu ya jambo au kitu fulani. Ujuzi au ufahamu usiotokana na akili au elimu ya kawaida, bali uweza wa Mungu wa moja kwa moja. Unayenisikiliza hapo, neno la maarifa ni pale ambapo Mungu anamwezesha mwamini kujua na kutamka mambo ambayo asingaliweza kuyafahamu kwa uwezo wake mwenyewe. Ni ufahamu wa kimungu unaodhihirishwa kupitia mwamini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yaani unaelewa mambo kimiujiza ujiza. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akupe neema hiyo katika jina la Yesu. Iwe ni mambo yaliyo sirini kwa habari ya adui zako anayokuwazia, nasema yote akawe bayana katika jina la Yesu. Nasema yote akawe wazi katika jina la Yesu. Mambo yote ambayo adui ameyaweka kama siri, mipango mibaya kinyume na nyumba yako, kinyume na ofisi yako, kinyume na hali yako, kinyume na chochote cha kwako kilichochema, nasema Mungu akaweke bayana katika jina la Yesu. Nasema pokea tena katika jina la Yesu. Haleluya. Maandiko yanayo mifano ya kutosha ambapo tunaona mambo kadha wa kadha yakiwekwa bayana katika maandiko tuliyoyasoma. Andiko mojawapo ni katika Matendo sura ya 5. Ndugu mmoja anaitwa Anania pamoja na Safira wanauza shamba lao, wanaleta sadaka yao madhabahuni kwa hiari yao, lakini wanaileta katika uongo. Na Petro anawauliza kama sadaka walioitoa au fedha walioileta ni yote, wanasema ndio, na kumbe wamemdanganya nabii wa Bwana. Na Petro kwa kuwezeshwa na karama ya neno la maarifa akaweza kubaini uongo ule, na ndipo ambapo akaweka bayana jambo lile, na ghadhabu ya Mungu ikashuka juu ya Anania pamoja na Safira. Kama nilivyoeleza awali, lengo la karama hii ni kuweka bayana mambo yaliyo sirini, ni kuweka bayana mambo yaliyo sirini, mambo yaliyofichika, mambo ambayo Mungu anataka yawe bayana. Lakini pia mfano mwingine tunasoma katika kile kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 4. Injili ya Yohana sura ya 4, Yesu akiwa na yule mwanamke Msamaria pale kisimani, anaanza kutaja mambo ya siri ya yule mwanamke. Wakati yule mwanamke amekaa pale kisimani, Yesu anamwambia chota maji unipe. Yule mwanamke anamwambia mimi ni Msamaria na wewe ni Myahudi, hatuwezi changamana. Yesu akamwambia laiti ungejua mimi ni nani, ungeomba maji kwangu wewe ndio unywe. Wakati wanaendelea kuongea pale na kujibizana, baadaye Yesu akaanza kuonyesha mambo ya siri ya yule mwanamke, mpaka anamwambia wewe ni mtu ambaye unachukua waume za watu, na hata saa hii uliye naye nyumbani kwako sio wa kwako. Akaanza kueleza mambo ya siri ya yule mwanamke ambayo Yesu hakuambiwa na mtu wa kawaida,
bali ni karama ya neno la maarifa ndiyo iliyowezesha ufahamu wake. Katika jina la Yesu, pokea karama hii kwenye maisha yako. Nasema pokea karama hii kwenye maisha yako. Nasema pokea karama hii kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini unaposoma kile kitabu kingine cha Wafalme, unamkuta mtu mmoja ambaye anaitwa Gehazi pamoja na nabii Elisha. Gehazi anafanya jambo kwa siri, anaenda anachukua vitu ambavyo hakuruhusiwa kuchukua. Elisha yuko upande huu, Gehazi anaenda kufanya jambo lile ng'ambo ya pili. Lakini anaporudi, Elisha anamweleza jambo ambalo Gehazi alilifanya. Ndipo ambapo tunagundua Mungu ni Mungu wa majira yote, nyakati zote, maeneo yote. Yeye kwake hana kitu kilichojificha. Na mimi nakutia moyo katika jina la Yesu Kristo, jambo lolote lililoko sirini likawe bayana kwako katika jina la Yesu Kristo. Karama hii ina uwezo wa kukusaidia kufahamu mambo yaliyo sirini, yaliyo kinyume na wewe, au yaliyo kinyume na kanisa, au yaliyo kinyume na taifa, kama vile ambavyo Elisha pia aliweka bayana mambo yaliyopangwa sirini na taifa la jirani ambao alikuwa kinyume na taifa la Israeli, na kuombea na wewe Mungu afungue macho yako katika jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Karama ya mwisho, nimalizie kwa dakika zangu 5, ni karama ya kupambanua roho. Maandiko anasema katika ule mstari wa 10, na karama nyingine anayezungumzia ni karama ya kupambanua roho. Kupambanua roho ni nini? Ni uwezo wa kimungu ndani ya mwamini unaomwezesha kutofautisha roho zinazotenda kazi katika maisha ya mtu. Kama ni roho ya Kristo, yani roho ya kimungu; kama ni roho ya kishetani, yani roho chafu; kama ni roho ya mwanadamu mwenyewe. Yawezekana ni katika kupima unabii, yawezekana ni katika mahubiri, yawezekana ni katika huduma yoyote ile. Tunachozungumza hapa ni ule unabii, ni yale mahubiri, ni ile roho inayotoa kile kitu kutoka ndani ya mtu, chanzo cha ule ujumbe, chanzo cha lile tunda, chanzo cha hicho kitu kilichotoka. Je, ni Mungu? Je, ni shetani? Je, ni roho ya mtu? Karama ya kupambanua roho inakuwezesha kujua nani hasa yuko nyuma ya ujumbe uliotoka. Na maandiko yanatuasa, anasema tuwe makini sana, kwa sababu tunaishi katika siku za mwisho na siku za hatari sana. Ninapomalizia kipindi hiki cha 3, mimi naitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Ninakaa Goba na ninachunga kanisa hili maeneo ya Goba. Namba yangu ya simu iko hapo chini. Tafadhali shiriki ibada pamoja nasi, na ibada zetu hizo hapo, ratiba zake kama unavyoziona. Katika kipindi hiki cha 3 nazungumza juu ya karama za Roho Mtakatifu, na leo nimejikita katika kufafanua kundi la kwanza. Muda wangu ni mdogo sana, natakiwa ndani ya kipindi hiki cha dakika 30 nifanye summary tufupi. Kwa mafundisho zaidi, njoo kanisani, njoo Goba, njoo fika hapa DPA. Utafundishwa, utaelekezwa, utaombewa, utatiwa moyo, na Yesu atakutendea katika jina la Yesu. Karama ya kwanza niliyozungumzia ni neno la hekima. Hekima ya kimungu inayomfuata mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu, anakuwa na uwezo wa kutatua changamoto zilizo juu ya uwezo wake. Karama ya pili, neno la maarifa, uwezo wa kimungu wa kujua mambo yaliyo sirini, aidha kwa wakati uliopita ameshatendeka, aidha kwa wakati ulioko bado anaendelea, au kwa wakati ujao bado yatatendeka sirini. Mungu anaweka bayana, na kinapokuwa bayana manake kipo ndani ya uwezo wako. Na karama ya 3 ni kupambanua roho. Karama ya kupambanua roho, ambapo unakuwa na uwezo wa kujua roho inayofanya kazi ndani ya mtu. Kama ni roho mbaya utajua, kama ni roho nzuri ya kimungu utajua, kama ni roho yake utaijua. Na mimi nakuombea uwezo huo katika jina la Yesu. Ninakubariki wakati huu kwa muda uliotumia, muda wako
MB au GB zako internet uliyotumia kwa ajili ya kufuatana nami katika kipindi hiki kupitia NYTV. Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akuhifadhi. Na hitaji lolote ulilo nalo na kuombea Mungu akakutane na haja ya moyo wako. Sio vibaya ukiweka comment hapo chini, umejifunza nini, utatutia moyo kujua kwamba upo na unatufuatilia. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. 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 Tuonane katika kipindi kinachofuata. Asante sana.